Naam shekhe, mimi bwana na shida moja kwamba vitu ambavyo wanafanya watu wa sukari ili viwasaidie kwangu mimi nakuwa mtihani. Ikiwa kwamba nina tatizo la acid inanisumbua sana ndani ya tumbo, kiasi nikikimbia inakuwa ni tabu kweli kweli. Alafu kitu kingine cha pili, ulinipa chai. Chai nimetumia, imenisaidia kwenye upande wa acid. Hii ni bahati mbaya ambayo nimekutana nayo, napata njaa kali, kwa mwisho najikuta nahitaji kula zaidi. Bimaana nikila zaidi sasa ndo shida inakuwa inatokea. Ndani ya mwili wangu ni kwamba hata nikifanya mazoezi, unapoanza kuchemka, nitahisi kwamba labda nimekula, yani nitahisi uchungu kwenye mate yangu yanakuwa machungu. Alafu vile vile meno ni kama vile nimekula maembe mabichi, kwa hiyo napata kama kitu kama ganzi. Kwa hiyo sasa kufunga mimi nakuwa nashindwa masaa mengi, japokuwa napenda, na hivyo hivyo kwamba nikifanya mazoezi shida, nikila baadhi ya vyakula vinanipa tabu. Asilimia kubwa tu ya vyakula vyenye mlengo wa acid. Sasa nimeleta kwenu kama naweza nikapata hata mwelekeo na nikajua, je, kwenye chai nimekosea wapi au napaswa nifanyeje kuondokana na hiyo, kwa sababu nikila ndo hivyo nazidisha sasa sukari. Shukran. Shukrani sana. Nikuulize swali ili tupate ufafanuzi zaidi, ili watu tuko hapa kuchangia wajue wanachangia nini. Umesema kuwa na Na changamoto ya acid, maana yake ukila vyakula vya acid inapanda mpaka meno yanakuwa na kakasi, yanapata ganzi, yani unakuwa huna raha. Lakini ukila vyakula vya acid, ukila vyakula ambavyo si vya acid, hali inakuwaje? inakuwa kawaida, japokuwa sio sana, lakini nakuwa na nafuu kidogo. Haya, okay. Na jambo la pili umesema kuwa chai imekusaidia. Then je, sasa hivi ikiwa na chai imekusaidia, hiyo hali inakutokea au haikutokei? Kilichotokea sasa, baada ya kuitumia nikawa napata njaa kali, alafu inasababisha kula, nikawa naona kila ninapokula, kwa sababu mimi nilipokuwa napata njaa naogopa kula vyakula, nikawa nakula korosho, kumbe korosho ni yale yale. Kwa hiyo nikajikuta Twende kakaangu Khalid, twende direct. mm. Lipokupa chai Yani ni umesema kwamba imekusaidia. baada ya kula Swali chai langu ni hili, swali langu ni hili. Baada ya na kutumia chai sasa, si imekusaidia chai? ndio imenisaidia kwa upande wa Ya, acid, lakini ikasababisha njaa. no, usende lakini. Mimi nataka ufahamike ili watu wakikusaidia wajue wanakusaidia vipi. Nakuuliza Sawa. swali. Yaani usende kwenye ile lakini. Twende huku mpaka ufahamike. Chai imekusaidia, si ndio? Naam. Maana yake Imenisaidia ukila vyakula acid ina tatizo, haileti tatizo baada ya kutumia chai. hiyo nilikuwa amna, sidhani kama ilikuwa imeleta, haijaleta. Labda nikuulize hivi ili nifahamike, tatizo la acid limemaliza halijamaliza? Limepungua kwa asilimia kubwa. Limepungua kwa asilimia kubwa. Then Yes. baada hapo limekuja tatizo gani sasa? Njaa. Njaa. Chai umetumia kwa muda gani sasa hivi tangu utumie? Nilitumia kwa muda wa siku kama 4 hivi, Wiki? ila baada ya hapo nikawa kama siku 4 hivi. Siku 4, okay. Haya, Siku 4 good. mpaka 5. Baada ya hapo Siku 4 mpaka 5. nisitishe kidogo, Mpaka ikabidi hapo, baada ya nisitishe hapo. kwanza hivi, nikasitisha ili nipate maelekezo ambayo yatanipa msaada. Oh, okay. Yaani umesitisha kwa sababu njaa ni kali, si ndio? Ndio. Okay, good. Bila shaka utakuwa umefahamika. Kwa kutoa ufafanuzi, kaka yetu Khalid, naomba funge mic ili nifahamike zaidi. Kwa kutoa ufafanuzi wa kaka yetu Khalid ana changamoto ya acid na ilifika kipindi nilimpa kirutubisho cha maji kwake hakikumfaa. Nikamwambia nitakupa chai, ambayo chai hiyo, kwa sababu chai yetu inasaidia mambo matatu. Jambo la kwanza inasaidia mmeng'enyo wa chakula,
kesi ya mmeng'enyo wa chakula ikiwemo hiyo acid. Jambo la pili, inasaidia pressure, lakini vile vile inasaidia na sukari. Ye tulipompa chai, chai imemsaidia kwa asilimia kubwa katika swala lake la acid. Maana ile acid kuchemka kupanda kuja kifuani na mdomoni imepungua kwa kiwango kikubwa tangu aanze kutumia, kama mwenyewe anaposema siku 4. Lakini sawa, amepata afueni kwenye changamoto ya acid na acid imetatuka tatizo lake kwa asilimia kubwa, lakini limekuja tatizo jingine, na tatizo jingine lilokuja, chai inamfanya ale sana, manake anaona njaa sana, na yeye anataka atibu sukari. Kuona njaa kwake sana inamfanya ale sana. Je, hili likoje? Huo ndo msaada anaohitaji. Kabla kumruhusu mtu mwingine yoyote, Dr. Othman umenyosha mkono zamani, ni kuruhusu kama una jambo unataka kusema, ama kwa hili ama kama yote mawili, karibu tafadhali. Asante. Kwanza nataka nimuulize Khalid, sukari yako ina muda gani tangu uwe diagnose na sukari? Khalid, naomba ufungue mic twende haraka. Okay. Hello. Swala lako la sukari lina muda gani? Mwaka. Na ukipima sukari unapata ngapi? Na sukari unapata ngapi unapokuwa unapima? Kwa sasa hivi ndio. Actually labda ni naomba tu kama dakika 2-3 ili tuweze kwenda sambamba. Kabla ya hapo nilikuwa kwanza nikipima, hata kipimo ilikuwa kisomi. Baadaye nikapewa dawa, nikawa natumia vidonge 3, ikawa imerudi kwenye 5-6. Baadaye hivyo vidonge 3 nilivyoanza zile program, nadhani ilikuwa mwezi wa 11, 12, nilivyoanza ile program nikawa ninaenda vizuri, na ikawa inaenda 6-5, kwa kupunguza sasa hapo vidonge. Baada ya kumeza 3 kwa siku kwa nameza 1. Kwa hiyo baada ya kuwa nameza 1 ikawa inaenda kwenye 5-6 around hivyo. Naomba nikuulize, tuendelee. Nikuulize kwa sababu nakuelewa. Vidonge ulivyokuwa unatumia ukisema 3 ni vya aina moja au ni dawa tofauti na vinaitwaje? Tofauti. Naweza nikakusomea. Dawa ya kwanza ni Dapa. Dapa 10 ile miligramu 10. Umenipata? Nakupata. Alafu kuna ile wanaita ni Piosef. Piosefazone. Alafu na Glimpride. Metformin hawakukupa? Hapana. Kwanza nilipokuwa na waliwahi kunipa hiyo, lakini walivyonipa ikawa inanisumbua. Sawa, tuendelee, tunaendelea. Sitaki kuingia huko sana, nataka twende kwa sababu kulingana na muda, ili twende kwenye mwafaka. Na hili swala la kuwa na gesi inajaa tumboni, unakuwa na gesi nyingi, limeanza lini? Hili ni tatizo langu la miaka mingi. Sawa. Kama la miaka mingi, ukishajibu tu hapo tulia. Kama la miaka mingi, walikufanyia uchunguzi wakakwambia hilo tatizo, shida ni nini kubwa yani? Diagnosis maana yake yani ni nini tatizo? Ni peptic ulcer au ni kitu gani? Sasa hapa kuna mambo mawili. Sawa? Ndio. Jambo la kwanza walikuwa wameniambia yani niseme tu kwa mwanzoni kwa wameniambia ni sijui peptic ulcers, lakini baadaye nikaja kufanya endoscope. Wakaniambia sina kidonda hata kimoja cha tumbo. Lakini baadaye wakaja kuniambia na gastritis. Umenipata? Ndio. Lakini kwa in terms of ya kwamba nina ulcers au duodenum sijui nini, vyote vilikuwa normal. Haya, naendelea na swali. Ukilala flat yani bila kuweka mtu wala kitu chochote, unakuwa katika hali gani? Kipindi cha nyuma nilikuwa
sijisikii yani ile uhuru wa kupumua, lakini hiyo hali ikawa imeondoka. Kwa hiyo naweza nikalala, lakini sija experience sana kwa siku za hivi karibuni, kwa sana hali ya mto. Unasikia kukabwa kooni wakati nimelala? Hapana. Au katika hali ya kawaida kuna kama hewa hivi inapanda afu unajisikia kama unakabwa kooni? Hapana, yani ninachokisikia na kukihisi sawa. Naweza kuwa hata nimekaa, yani nikaanza kuhisi kama naishiwa nguvu fulani kwenye mwili, halafu ndo nikaja kusikia labda mdomo unaleta uchungu. Ukishaleta uchungu hivyo, mpaka sasa nitoe ile gesi ndo nipate ile nafuu. Otherwise nasikia kama nataka kuchanganikiwa au nini. Sasa haya nataka nikuelekeze vya kufanya. Wewe una gesi inazalishwa kwa wingi tumboni, lakini haijaenda kuharibu ule mlango pale, ile sphincter. Yaani kuna sphincter inakuwepo hapa kwenye mlango ya esophagus, esophageal, ukapata ile jadi, hujapata hiyo. Sasa mimi nataka nikueleze, mimi niliingia kwenye jadi, yani hiyo gastroesophageal reflux disease, kiasi kwamba huwezi kulala flat. Sawa. Yaani ukilala vitu kama vinapanda hivi, na saa nyingine ukikaa unajisikia unakabwa sana kwenye koo, kwa sababu ile ni hewa, gesi inatoka. Sasa pale kwenye mlango pyloric sphincter wanaita, ni kwamba inaachia. Kwa hiyo ikiachia gesi inapanda, inakwenda juu. Kwa hiyo ikija juu utasikia uchungu mdomoni na utajisikia vibaya. Ndio maana unapolala unaweka mito ili ulale, ukae katika engo ile ya kukaa, sio kwamba umelala flat. Hujafikia ile. Sasa mimi ninachotaka kukusaidia, nataka nikueleze. Mazoezi ndio yatakusaidia kutoa hiyo gesi tumboni inayozalishwa. Na ukifanya mazoezi kama ni ya kukimbia au kutembea, inafikia hatua uje ufanye yale mazoezi kama ya kuinama. Unachukua mikono unaweka chini, alafu unaweza ukachukua miguu ukawa unaruka kama unaenda mbele unarudi. Mazoezi mengi ambayo ni ya kuinama, utakuwa unalibana tumbo, gesi itakuwa inatoka. Au utafanya mazoezi ya kusquat. Ukiingia kwenye YouTube ukiandika squat exercise, yatakuja yale mazoezi ambayo yani unainama unakwenda juu, unainama miguu kama unaenda chini, alafu unanyanyuka, utajiona unabeua, gesi inatoka nje. Hiyo moja. Kwa hiyo mazoezi hakuna namna, yatakusaidia katika kukata hiyo kitu. Na kilichokuwa kinakufanya mwanzo unajiona husikii njaa, sasa hivi unasikia njaa, ni kwamba baada ya kuwa unatumia chai, iko kirutubisho cha chai, ni kwamba kinakupelekea wewe gesi nyingi inatoka nje. Sasa mwanzo gesi ilikuwepo haitoki nyingi nje, kwa hiyo gesi inapojaa tumboni wewe unakuwepo husikii hamu ya kula, ndio maana unakuwepo huli, kwa sababu gesi imejaa tumboni. Sasa iko kirutubisho kwa sababu kinaitoa gesi nje, kwa hiyo tumbo lako linakuwepo empty, sasa halina gesi, ndio maana linakuwa wazi, unakuwa kwenye nafasi ya kusikia njaa ili uweke chakula. Sasa kipindi hiko basi, kama utakuwa unakula mara 2 kwa siku kama tunavyoshauriana, lakini kula saladi nyingi ili usiweke vyakula ambavyo vinaingiza sukari. Sawa. Kunywa na maji mengi ili tumbo lako muda wote liwe full. Tumbo linapokuwa full, ina maana zile sehemu zilizokuwa wazi maji yatakwenda, yatafili, yatajaza kule. Kwa hiyo kutakuwepo hakuna gesi. Unanielewa? Vile vyakula vya kuzalisha gesi kama nyanya, vyote vile unavyojua kwamba hivi vitapelekea kuwe na high production of acid, inabidi uviache. Sawa? Na kama unaona acid inakuwa nyingi tumboni, chukua majivu kidogo ya koroge afu yachuje kunywa. Sababu pale utakuwa unaweka alkali ndani ya tumbo lako ambayo itakwenda kubalance na ile acid. Unanielewa? Ndio. Kwa hiyo kusema unasikia njaa ndio unaacha kile kirutubisho cha chai ulichopewa, ni kwamba wewe unaacha kujitibu. Hiyo njaa sasa ndio pazuri, kwa sababu gesi inatoka tumboni. Kwa hiyo ile nafasi ijazie maji sasa.
na hizi saladi tunazokula. Kula vyakula vingine, ukila samaki ambayo haijakaangwa hutajaza gesi. Kunywa masupu ya samaki, kama utapata kuku wa kienyeji, mboga za majani hizi ambazo hutii nyanya wala nini, we kula tu. Wewe usile ili upate uzuri mdomoni, kula ili ujaze tumbo vyakula ambavyo havita kusumbua. Tunaepuka kula mara nyingi kwa ajili ya kulifanya kongosho lizalishe insulini kila mara. Lakini kama utakula mara mbili au kwa kipindi hiki ambacho una changamoto, wewe unaweza ukala mara 3 mpaka uingie katika nafasi nzuri, basi jitahidi kula mara 2 au mara 3. Lakini kula mboga mboga, unaweza ukapata samaki, unaweza ukapata yai moja asubuhi, japo la kuchemsha litakusumbua, unaweza ukala yai la kukaanga kidogo ili mwili uweze kupata nguvu. Lakini mazoezi huna namna ya kuyaacha, hasa haya nayokueleza. Mazoezi ya squat yatakusaidia kuondoa gesi tumboni. Maji yatakusaidia kwenda kujaza empty space, sehemu ambazo ziko wazi, kwa hiyo gesi itatoka. Kingine, ili uweze kujua kwamba kwa nini mwili wako unazalisha acid kwa wingi tumboni, nenda kafanye kipimo cha